Serikali ya Mapinduzi imekuwa ni mfano mzuri wa kuigwa kutokana na utekelezaji wa ilani ya chama hicho, ikiwa na lengo la uimarishaji wa ufanisi na ubora wa miundombinu ya barabara kwa maendeleo ya wananchi wa Zanzibar. Ameeleza hayo Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji, Mheshimiwa Shabani Ali Othman, alipokuwa akitoa shukurani za kipekee kwa wananchi wa mkoa huo, ikiwa ni ufunguzi wa barabara kama ni sehemu ya shamra za sherehe ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar huko mkoa wa Kusini Unguja. Ndugu wananchi, leo tupo hapa kwa ajili ya sherehe ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Muungoni Skuli Pwani Duta Shashamane zenye urefu ulioueleza. Tutambue kuwa uwekaji wa jiwe la msingi wa barabara hii si tukio la kawaida. Ni tukio lenye maana sana kubwa katika nchi yetu, kisiasa, kijamii na kiuchumi pia, kwa sababu barabara ni alama ya uongozi unaojali wananchi wake. Kila barabara inayojengwa ni ujumbe kwamba serikali ipo, inaona changamoto za wananchi wake, na mara zote inakuwa tayari kuhakikisha kwamba inachukua hatua katika kutatua changamoto hizo. Sote tutakumbuka ukweli kuwa matokeo mazuri ya ukuaji wa uchumi yanategemea mambo mengi ya msingi, ikiwa ni pamoja na miundombinu imara ya barabara ambayo hupelekea kukua kwa sekta nyingi za uchumi, ikiwemo biashara, kilimo, utalii na sekta nyinginezo. Ndugu wananchi, barabara hii ambayo tunaiwekewa jiwe la msingi siku ya leo ni ushahidi wa sera za maendeleo zinazolenga kumgusa kila mwananchi. Barabara hii itakapokamilika, wakulima watapata nafasi ya kufikisha mazao yao sokoni kwa urahisi kabisa. Wafanyabiashara watapanua shughuli zao za kibiashara katika eneo lao, lakini nje pia ya maeneo yao. Tunatambua pia wanafunzi wetu watapata fursa ya kwenda na kurudi shuleni bila vizuizi vyovyote na kwa urahisi, lakini pia wananchi kwa ujumla watapata kuendeleza shughuli zao za kila siku, kwenda na kurudi kwa urahisi na bila wasiwasi wowote. Ndugu wananchi, ujenzi wa barabara ya Muungoni Skuli yenye urefu wa kilomita 2.65 na barabara ya Duta Shashamane Ring Road yenye urefu wa kilomita 2.25 ni moja kati ya juhudi zilizochukuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuimarisha miundombinu ya barabara kwa ajili ya kurahisisha huduma za kijamii, usafiri na usafirishaji mjini na mijijini na Zanzibar kwa ujumla. Sote tunaelewa katika eneo hili, kama nilivyotangulia kusema, wapo wakulima wa mazao mbalimbali, wapo wafanyabiashara, wapo wanafunzi, lakini wapo wananchi wengine ambao hutumia barabara hizi katika kurahisisha shughuli zao. Ndugu wananchi, ujenzi wa barabara hii pia unaakisi utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 25-30 ambayo inatekeleza kujenga na kufanyia matengenezo barabara mbalimbali ili ziweze kupitika kwa urahisi, pamoja na kuondoshea usumbufu wa wananchi wetu. Kwa kipindi cha awamu ya 8 cha uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 imetekelezwa kwa vitendo na kwa 100% kwa upande wa miundombinu ya barabara. Ni matumaini yetu kwamba kipindi cha pili cha awamu ya 8, na kama ilivyo kwa ahadi za Mheshimiwa Rais anapotoa kuzikamilisha kwa 100%, tuna matumaini makubwa kusini itafunguka, kaskazini itafunguka, mjini nayo itafunguka zaidi, na mwisho wa siku Zanzibar itambea kwa barabara za kiwango cha hali ya juu. Ndugu wananchi, mafanikio makubwa yamepatikana tokea mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 64 ya kuimarisha miundombinu ya barabara Unguja na Pemba. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, kwa mkoa wa Kusini Unguja pekee,
kilomita 124.2 zimejengwa kwa kiwango cha lami katika kipindi cha awamu ya 8 ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na jemedari wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Katika kilomita hizo, wilaya ya Kati ni kilomita 58 na wilaya ya Kusini ni kilomita 62.2. Ndugu wananchi, barabara hii itakapokamilika itapelekea kuinua uchumi wa wananchi wa maeneo ambayo barabara hii imepita, lakini pia kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii kuwa rahisi, ikiwemo zile ambazo nimekwisha kuzitaja. Kwa vile barabara ambazo zimebakia katika mkoa wa Kusini, hasa kwa barabara za ndani na barabara kuu, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imedhamiria kujenga barabara hizo ambazo inajenga barabara katika mikoa mingine ya Unguja na Pemba. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, ndugu Hamida Musa Hamis, ametoa shukurani za dhati kwa mgeni rasmi kutokana na kuhudhuria katika ufunguzi wa barabara hiyo kama ni kielelezo cha utekelezaji wa ahadi ambazo ziliwekwa kipindi cha kampeni. Changamoto kubwa kwa wilaya yetu ya Kusini, masuala ya barabara. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wakati anapita katika maeneo yetu kipindi cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu, aliwahi kutamka kwamba ana dhamira ya dhati katika kipindi cha miaka 5 inayoanza kuifungua zaidi Kusini. Na kwa hakika tumeanza kuona kufunguliwa Kusini kwa kuanza na miundombinu bora ya barabara. Tunamshukuru hivyo kwa sababu sasa hivi takriban barabara kuu zote za wilaya ya Kusini zimekamilika au ziko katika hatua za mwisho za kukamilishwa ujenzi wa barabara. Lakini barabara za ndani kama ambavyo katibu kasema kwenye taarifa yake ya kitaalamu, nazo zimeanza, na ushahidi ni hii barabara ya leo ambayo tunakwenda kuiwekea jiwe la msingi na karibuni itakamilika kwa ajili ya kuendelea kuitumia. Niwashukuru sana viongozi wa wizara hii kwa sababu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyojua, ujenzi wa barabara unagusa maisha ya watu. Mara nyingi tunapokuwa tunaanza taratibu za ujenzi, tunalazimika kuwa na vikao vingi na wananchi vya kuwaelewesha dhamira ya serikali kwa kuunganisha na changamoto zao, na wakati mwingine huwa tunachelewa kuanza ujenzi ili tuende sambamba na wananchi maoni yao, kwa sababu zaidi barabara za ndani zinahitaji maoni ya wananchi, kwa sababu wao ndio wanaotumia na wao ndio wanaojua maeneo yao. Kwa hiyo tunawashukuru sana wizara, na hizo ndizo salamu za wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja kwamba tumekuwa tunakaa pamoja mara nyingi. Wataalamu wao wamekuwa wasikivu, wanatusikia pale ambapo tunatoa ushauri kulingana na maeneo yetu, na hatimaye tunaweza kukamilisha shughuli zetu kwa wakati. Mheshimiwa, mkoa wa Kusini Unguja ni mkoa ambao uko salama na tunaishi ndani ya kauli mbiu ya mapinduzi ya mwaka huu wa 62. Mkoa uko katika hali ya mshikamano, mashirikiano makubwa, na wananchi wako katika hali ya usalama na amani, na ndio maana tunaweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii na kisiasa. Naye katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, ndugu Ali Said Bakari, ametoa taarifa za kiufundi juu ya ukarabati wa barabara hiyo. Mheshimiwa rasmi, kiasi cha dola za Kimarekani milioni 2,829,257.24 sawa na wastani wa bilioni 7 za Kitanzania za mradi zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa barabara hizi hadi kukamilika kwake. Ujenzi wake ulianza tarehe 17 Januari na unatarajiwa kukamilika mwanzoni mwa Januari 2026 kwa kiwango cha lami ya moto, ambapo hadi sasa zimewekwa tabaka za lami ya maji prime coat zikisubiri kuwekewa lami ya moto. Barabara hizi ni za daraja la barabara za mtipuo, yani feeder roads, zenye jumla ya urefu wa kilomita 4.9 na upana wa wastani wa mita 6.5 ambazo zinajumuisha eneo la usalama wa watembea kwa miguu. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Kwenye barabara hizi pia kumejengwa madaraja madogo madogo, yani culverts 8. Vile vile katika kuepusha ukataji wa barabara kwa ajili ya kupitisha miundombinu mbalimbali, tumeweka service duct 5 katika barabara hii kwa ajili ya kupitisha miundombinu ya maji, umeme na vinginevyo. Pia ili kuimarisha usalama wa watumiaji wa barabara hizi zitawekwa michoro ya barabarani ya usalama, matuta na alama nyingine za kiusalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, napenda tena kutoa shukrani zetu za dhati kwako binafsi kwa kukubali kwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya uwekaji wa jiwe la msingi wa barabara hii katika kipindi cha kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Aidha, tunawapongeza wote tulioshirikiana nao katika ujenzi, wakiwemo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, madiwani, masheha na wananchi kwa ujumla ambao barabara hii ilipita, kwani wakati wa kujenga barabara tunakuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinawafikia wale ambao wako kwenye eneo la barabara. Mheshimiwa rasmi, shukrani ziwaendee wataalamu wa barabara Zanzibar kwa usimamizi wa mradi huu wa ujenzi wa barabara hii na kuhakikisha barabara zinajengwa kwa viwango na vigezo vilivyowekwa. Pia tunawapongeza kampuni ya Iris JV Asset na Mawi kwa kufanikisha ujenzi wa barabara hii na kuwataka waongeze kasi ya ujenzi ili barabara hii na barabara nyingine zilizobakia zikamilike kwa wakati. Hizo ni ripoti za Asam Online TV na jina langu ni Abdrahman Awesi, nyuma ya kamera ni Madina Omar.